Asalamu alaykum. Shukuru nimeweza kufika hapa Kanzulendi. Kiongozi wangu ameweza kuniita kunipatia zawadi ya kanzu baada ya kusikia nimeweza kusilimu. Kwa hiyo nipo hapa kumshukuru na nilifika hapa kuweza kujipatia kanzu. Nashukuru sana kwa ukarimu wake. Kunaonyesha kiasi gani kwa wamethamini jambo langu hili la kuweza kujiunga katika dini ya Kiislamu. Kwa hiyo nashukuru sana. Kunaonyesha kiasi gani kwa watu wanathamini na kuweza kunikaribisha kama ndugu yao kwenye imani ya kidini. Jambo la kwanza kabisa, mtu ambaye wa karibu ambaye ananisapoti na msikizaga sana aliyekuwa shehe mkuu Shehe Walid. Mawaidha yake nilikuwa napata muda mwingi wa kumsikiliza. Kwa hiyo ni vitu moja hapo ambavyo vimenifanya niweze kuvutwa na Uislamu zaidi. Shehe Walid kivyovyote vile anayo sababu kubwa ya wewe kufanya uhamie kwenye dini hii. Kwa sababu nilikuwa napenda sana kusikiliza mawaidha yake. Napenda sana kusikiliza muda wote. Kwa hiyo unapopata muda mwingi wa kumsikiliza, kuna vitu vingi ambavyo huwa anavipata na ndio vinafanya niweze kutamani Uislamu kwa kubwa zaidi. Mashaallah. Jina langu naitwa Richard Mtangi. Ni bondia namba 1 kwenye uzani wa middleweight Tanzania. Ni bondia namba 1 Afrika kwenye uzani wangu wa middleweight. Na nashikilia namba 4 katika mabondia wote Tanzania nzima. Mpaka jana nimecheza fight jumla 20. Nimefanikiwa kushinda fight takribani 18. Nilipoteza moja na nimedraw moja. Na kwenye ngumi kuna mikanda. Kwa hiyo mimi nashikilia mkanda wa WBO ambao ni World Boxing Organization. Lakini mkanda ambao naushikilia mimi upo kwenye tawi la Afrika. Kwa hiyo ni WBO Africa. Mikanda inamaanisha kuwa ni taji, yani unapokuwa na mchezo lazima uweze kumiliki taji, ili watu waweze kufahamu thamani yako. Kwa mfano kama tushazoea kuona kwenye mipira kuna vikombe. Umeshaslimu, mpaka sasa tunataka kufahamu malengo yako yako vipi katika kujifunza Uislamu? Malengo yangu ni makubwa, natamani kupata muda mwingi wa kujifunza, hasa kwenye kujua sura zipi ambazo zitafaa kwenye kufanya ibada. Maana ndo swala kubwa hilo la kujua swala asubuhi inaitwaje, mchana, jioni na usiku. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo natamani sana kujifunza kwanza ili niweze kufanya ibada. Sio sababu au msingi mkuu kwamba Richard Mtangi amebadili dini kwa sababu ya uongozi uko hivyo, hapana. Richard Mtangi amebadili dini ni kwa sababu ya matakwa yake na ameona haki iko wapi. Hili niliweke katika position moja. Kampuni ya Mafia Boxing Promotion imewaajiri wafanyakazi wa kila dini wako pale. Ukimwangalia mkurugenzi mkuu ambaye ni Ali Zayumba, yeye ni Muislamu, lakini meneja wake anemfuatia chini Anatoli, yeye ni Mkristo. Tukitizama na baadhi wengine pia ni Wakristo. Kwa hiyo kuna mchanganyiko wa watu wengi. Sababu sio ya kusema kwamba kwa sababu Mafia Boxing ina Waislamu ndio maana naye kaamua kuchagua dini ya Kiislamu. Hapana. Jambo la kwanza, kuishi na mtu vizuri ni jambo jema ambalo linaweza likamshawishi mtu yeyote kubadilisha dini. Sisi Mafia Boxing Promotion, namna tunavyoishi na mabondia wetu ni zaidi ya uchamungu, au nasema ni zaidi ya roho nzuri. Na ndio maana 99% mabondia wa pale huwa wanapata hata zile taratibu zetu za Kiislamu. Pale kuna uhuru wa kuabudu Mafia Boxing. Mafia Boxing pale kuna sehemu ya kuswalia Waislamu na kuna sehemu ya kuswalia Wakristo. Tumetenga katika ibada zote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu watazamaji katika channel yoyote ambayo ipo leo hapa katika kuchukua klipu hii ambayo ni siku adhimu kabisa ambayo tumekutana na bwana Richard, mwanabondia mkubwa katika ofisi hii ya Kanzulendi hapa Magomeni. Kubwa sana zaidi ni dhamira yake ile au nia yake aliyoitia. Alisema kwamba anaenda kupambana katika bondia katika ulingo wa jana. Akasema kwamba nikishinda nitasilimu. Yeye ni Mkristo. Na kweli ametimiza azma yake yeye aliyokuwa ameitia ndani ya moyo wake. Nasi kama viongozi wa taasisi, bwana Richard, tumekuja leo kukupongeza kwa ulichokidhamiria, kwanza kwa ushindi uliopata jana, lakini kwa ile nia yako uliyoitia kwamba ukishinda utasilimu. Tumefarijika sana kama Waislamu, na mimi ni kiongozi wa taasisi ya Kiislamu
tena taasisi kubwa katika taasisi kubwa za hapa mkoani Dar es Salaam na katika nchi yetu ya Tanzania, chini ya Mheshimiwa Selemani Saidi Jaku, ndio mlezi wa taasisi yetu, nadhani unamfahamu. Ni taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center, na mimi ninaitwa Haruna Mustafa Mbese, mwenyekiti wa taasisi hiyo. Tumeguswa na haraka sana tukasema tuje kukupongeza na tuje na zawadi ambayo zawadi hii inatoka kwa Allah, ni maneno ya Allah, ni maneno matukufu makubwa. Tuna Al-Qur'anul Karim. Ndugu waandishi, mnaona kabisa hiki ndio kitabu kitakatifu, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ambacho hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikabidhiwa kitabu hiki. Leo katika kutamka kwako shahada ulisema, natamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo kwamba Allah ni mmoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake. Haya, huyo mtume ndio alikabidhiwa kitabu hiki, na huyo Allah uliosema unamkiri ni mmoja ndio mwenye kitabu hiki, ndio mwenye maneno haya. Ni kitu kikubwa na ni kitu ambacho ndio msingi wa maisha yako yote kuanzia sasa. Kuna nukta ya msingi unatakiwa uifahamu, ndugu Richard, na ingawa tayari ushachagua jina na utalitaja hapo baadaye. Sisi tunasema hivi, mtu akitoka katika dini ya Ukristo akaja kwenye Uislamu, au alikuwa sio Muislamu akatoka huko alikokuwa akaja kwenye Uislamu, tunasema al-Islamu yajubu makabla, Uislamu unafuta yote yaliyokuwa mwanzo. Kama kuna makosa yote yale uliyomkosea Allah tabaraka wa taala, kuanzia ulivyotamka jana, yale makosa yote yamefutwa. Umebakiwa kama siku ulivyozaliwa kwa mama yako, umezaliwa bila dhambi, bila kosa. Kwa hiyo ulivyosilimu tayari Mungu hakusamehe yale yote ambayo ulikuwa umeteleza kama mwanadamu ukamkosea. Nini maana yangu kusema haya? Sasa tunakupa mwongozo ambao ukiukamata huu utafika mbele ya Mungu ukiwa ni salama, kwamba hautakuwa na aina yoyote ya makosa. Kipokee na mikono miwili. Jamani, namkabidhi Al-Qur'anul Karim. Namuombea kwa Allah amuongoze, amfanye kuwa mwema, kwa sababu tayari hana dhambi. Kwa hiyo namuombea kwa Allah amuongoze. Kikubwa ni kutekeleza maelekezo ya Uislamu. Cha kwanza, jifundishe Uislamu. Jifundishe Uislamu. Kuna maelekezo ya Uislamu na maelekezo yote yapo hapa. Upate mwalimu mzuri wa kufundisha Qur'an kwa kuisoma na kuijua maana yake. Kisha ujifundishe vitu vingine katika dini yetu ya Uislamu. Huu ndio mwongozo wako mkubwa. Na ukiukamata utakuwa salama na utakuwa mwenye moyo wenye amani na utulivu. Na kuombea kila la kheri katika maisha yako. Mwenyezi Mungu akubariki sana na akupe afya njema na akupe mwisho mwema. Allah akupe afya zilizokuwa njema katika kazi zako na katika mambo yako yote. Asante sana, karibu sana. Tuko Temeke, Yombo Vituka, karibu sana, tutajumuika na kwa mengine. Shukrani. Karibu, na tunataka uhifadhi kwenye mashindano yetu ya 2027 uwe mshiriki wa Qur'an. Amina inshallah. Ashukuru sana. Bwana, moja katika identity sasa hivi ya kwako ya kiimani, vazi hizi lazima unalivaa, hasa Ijumaa. Jitahidi sana Ijumaa. Na siku nyingine kama siku sitakubana bana kuvaa kutokana na mambo ya michezo, lakini Ijumaa ukipata muda, labda Jumatatu hivi nafaa kuvaa Ijumaa nzima. Kanzu zote zinahitajika kuvaa, lakini Ijumaa unapopata nyeupe bora zaidi. Mfano mimi hapa, mimi vazi langu ni kanzu kutokana kila siku. Yani labda niwe nje ya nchi, kila siku kanzu. Weekend nitavaa mikono mifupi, lakini kipindi cha kazi, kutokana na siku za kazi, navaa kanzu nyeupe ama ya rangi kidogo, kutokana na ndo identity yangu hiyo. Jumatatu mpaka Jumatano mimi navaa kanzu mpaka Jumapili. Rangi tofauti. Kwa hiyo kuna baada ya kanzu kuvaa kuna viatu, kuna sandals. Unavaa na ngapi? 45. 45. Huyu 44. Meko fupi kidogo. Zipo slim.
Kuna kanzu yake moja ambayo imechukuliwa kwa ajili ya kupigwa pasi. Hebu ilete kama tayari. Lete kama tayari. Kwa hiyo umeona hizo sendo. Kwa hiyo siku kitimba vazi lako la kanzu kisha timba. Kwa hiyo unatinga na sendo vyako matatu. Sendo na hizi na kwa labda kofia na kwa rangi moja au labda rangi kule na kanzu. Sasa kofia zipo kwa ndoa kule. Unaona kwa mfano hii upana 22. Kwa mfano umeona hii kanzu yako hii. Acha ivalie kwa juu tena. Mvua itakuwa shida. Ivalie kwa juu. Unaona sasa hapa. Hapa vipi? Umependeza? Umependeza. Kashakuwa chef. Moja. Umejiona ulivyo? Joza kwenye kio hapa. Bwana fana wenyewe. Wote kutokana na nafasi yako na ili tunakukaribisha katika dini yetu, lazima tukupe vitu ambavyo vizuri. Haiwezekani vitu vyenye thamani. Hatuwezi kuingia kwenye dini ya Mwenyezi Mungu, lazima tukukaribishe kwa vitu vizuri vyenye thamani. Kwenye kanzu kuna labda ya kwanza ya pili kuna ile. Sasa hii ndio grade namba 1. Kwa hiyo ndugu yangu, sisi tuko pamoja na wewe. Wewe sasa hivi ndugu yetu. Mungu anasema Waislamu wote ndugu. Mimi nashukuru nimepokea kanzu hii leo. Assalamu alaikum. Naitwa Muhammad Sharif, ni mpenzi wa ndugu yangu, bondia wangu kipenzi. Huyu ndo bondia wa kwangu na Mwenyezi Mungu amejalia anatuwakilisha vizuri nchi yetu, na jana tumeona akafanya jambo la kicha Mungu kabisa. Baada ya kukabidhiwa mkanda wake, basi ameamua kusilimu dini na kuwa Muislamu. Imeniathiri sana ni baada ya kuona tukio ambalo amelifanya. La kwanza, ametupa kwanza furaha ya nchi, na pili ametupa furaha sisi ambao Waislamu. Kwa hiyo nimemkaribisha aje ofisini kwetu nije kumkabidhi mavazi yake kwa ajili ya kufanyia ibada. Kwa hiyo nimefurahi sana naye ndugu yangu. Inshallah Mwenyezi Mungu atamsimamia kwa kila jambo lake, na sote ambao tumeguswa na hilo alilofanya ndugu zetu Waislamu, basi tumpe sapoti kubwa ili na wengine wapate kushawishika kuja katika upendo wetu. Sisi dini yetu ni amani na upendo. Waislamu sote ni ndugu. Basi kuanzia sasa hivi huu ni ndugu yetu, amekuja kwetu, basi tuhakikishe tuko naye, tusimwache katikati, tuendelee naye, na kama kuna kheri, kuna mambo ya kujifunza, basi tuhakikishe tunapata muda pia wa kumwelekeza yapi mazuri ya kufanya na yapi mabaya ya kuacha. Kwa hiyo ndugu yangu, karibu sana. Mimi niko pamoja na wewe. Inshallah tutaendelea kwa pamoja, sio leo tu. Hayo mavazi sasa hivi ni mavazi yako ya ibada hayo. Ijumaa, siku zingine za ibada utakuwa unavaa inshallah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri. Tuko pamoja inshallah. Umefanya jambo kubwa sana. Naam. Tuko pamoja. Tazidi kushirikiana kwa kila namna. Mwenyezi Mungu aifanye safari yako iwe nyepesi. Allahumma. Aifanye safari yako uiwakilishe nchi huko. Mimi natarajia pia kuona kwenye mapambano yangu mengine yajayo ifuatayo. Basi Mungu akujalie pia uweze kufika inshallah. Bwana huyu ananichega sana midadi huyu. Wakati anapiga vitu sometime unakaa ni mshabiki wake mkubwa sana.
sitaki kuzungumza mengi, lakini mimi huyu mwanangu sana, mimi bwana sio mpenzi wa kuangalia TV, lakini toka nilipomwanza kwanza amekaa kibondia. Amekaa kibondia, ni kijana, tumpe support, safari yake iwe nyepesi insha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi tunataka kujua umwelezee bondia wako kwa ufupi. Bondia wako ni mtu wa aina gani? Kwanza ningependa kutoa shukrani kwa mashabiki zake wote wanamsapoti bondia wangu Richard Mtangi ikiwa kama meneja wake. Na la pili pia napenda kutoa shukrani kwa Watanzania wote pamoja na uongozi wa Mafia Boxing Promotion. Nikirudi kwenye swali lako, Richard Mtangi ni moja kati ya bondia stahimilivu sana. Na ni bondia ambaye ana record kubwa sana Tanzania, Afrika na kwa dunia kwa ujumla. Niwajuze hili, nafikiri asilimia kubwa ambao watu hawafuatilii boxing wanatizama vitu kwa juu juu, labda niliweke hili sawa. Richard Mtangi ni bondia namba 1 Tanzania kwa uzito wake middleweight. Pia ni bondia namba 1 Afrika. Pia ni bondia namba 28 kidunia. Ni record kubwa sana na ni moja kati ya mabondia wakubwa, haikuwahi kutokea kwa muda huu au kwa kipindi hichi mpaka sasa hivi. Tukiachilia mbali hivyo, pia ni expensive boxer, yani ni bondia ambaye ghali kwa Tanzania, hakuwahi kutokea. Ni yeye pekee ambaye ndiye aliyepata dili ya dola 50,000 kulipwa na akalikataa, na mpaka sasa hivi tunapokea baadhi ya madau mengi sana kutokana na rekodi yake. Tukienda kwenye masuala ya rekodi ya box record, mtazipata hizi takwimu. Richard Mtangi ni bondia mstahimilivu, anajua ngumi na anajua nini anachokifanya. Ni moja kati ya watu na heshima ya hali ya juu. Nafikiri naweza kulijibu hivyo. Na unaiongeleaje tuzo ya jana aliyoshinda? Ina maana gani kwake na Mafia Boxing yote kwa ujumla? Kutokana na tuzo ya jana, kwa sababu alikuwa anatetea mkanda wake, hofu zilitanda kusema la ukweli, lakini kutokana na maandalizi tuliyoandaa pale Mafia Boxing Promotion, kuwapa mazoezi mabondia wetu mazuri, nasaha nzuri, pia kuwafundisha katika viwango vya hali ya juu ambapo gym yoyote haifanyi vitu hivyo, na kuwapatia motivation kupitia mashindano haya, kwamba bondia anaposhinda huwa tunamtia motivation, kuna zawadi hizi na hizi, au sometimes pia huwa tunafanya surprise. Kwa hiyo kwa hili kwetu sisi hili liko lina maana kubwa sana sana. Tunaishukuru sana serikali kutupa support kwa kiwango cha juu. Pia tunashukuru uongozi wa Mafia Boxing Promotion kwa usimamizi na kuandaa event kubwa kama zile, kuwafanya mabondia kuonekana kidunia. Kwa hiyo hile ilikuwa kwetu ni jambo kubwa. Tuache kumshukuru Mwenyezi Mungu, pia kushukuru kila aliyeshiriki katika ile event, hususan mashabiki, kwa sababu bila mashabiki basi sisi hatuwezi kumove kwenda sehemu yoyote. Mafia Boxing ni dude kubwa sana, lakini ukubwa wake linapatikana kupitia mashabiki zake. Tunashukuru Mungu sana. Sawa, kabla ya shindano la jana alitoa nadhiri ya kubadili dini kutoka kwenye Ukristo kwenda kwenye Uislamu. Unaweza ukatuambia nini kimemfanya aweke nadhiri hiyo? Labda tuende kihistoria kidogo. Richard Mtangi pamoja kuwa ni Mkristo, lakini ni moja kati ya watu ambao wanafuatilia dini ya Kiislamu sana. Hususan katika vitu vyake, harakati zake za kimaisha, vitu vingi sana huwa anapita katika njia ya Uislamu. Kwa hiyo ukitizama mfano akitaka kuombewa dua au ili kufanikiwa watafuta Waislamu. Na asilimia kubwa mchango wake hupatikana kwa njia ya watu wa Waislamu. Bali ya hivyo, yeye ana role model wake, na role model wake ni Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambo, ambaye alikuwa ni Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Anamsikiliza sana, huwa nikikaa naye ananiambia na ushehe kuna vitu ananipa za ziada mpaka vinanishawishi mimi kuingia katika dini ya Kiislamu. Kiukweli mimi alini surprise. Sikutegemea kama anaweza kuyafanya yale pale katikati ya uwanja. Alijaribu tu kuwahi kuniambia siku za nyuma kwamba napenda Uislamu, natamani kuingia kwenye Uislamu, lakini hakuwahi kuniambia kwamba ile fight kwamba nikishinda mimi nitaingia kwenye Uislamu. Ilikuja siku ya pambano, aliniita kabla ya kupanda ulingoni, akaniambia njoo kidogo meneja, nataka kuna jambo nitete na wewe. Akanieleza, akaniambia kiukweli mimi leo nimesadiki kwa yakini kabisa kwamba
hii dini ya Kiislamu kwangu ndio nafasi kubwa ya kuipa kwa ni dini yangu au kipaumbele. Kwa hiyo ninachotaka kukifanya, nataka kuslimu. Mimi nikamuitikia kwa sababu mimi ni Muislamu, nikasema khairi, inshallah karibu katika Uislamu. Na furaha yako ilikuwa vipi? Yani bora tungekosa ushindi, lakini kwa sababu hilo litamka kwangu mimi ni kubwa sana kuliko kile kilichokuwepo. Nilimpa hofu, nikasema maadamu umelitamka hilo kwa moyo wako, basi Mungu inshallah atakupa ushindi kwa baraka ya Mtume. Nilitumia nafasi hiyo kumwambia maneno hayo tu. Baada ya hapo mimi sikuwa tena kuzungumza naye na sikutegemea kama ndo atafanya kweli. Yani mimi mwenyewe sikuamini kile kitu. Lakini nikamkuta aliniita pale uwanjani akamwambia mimi na stream sasa hivi. Nilishangaa, nikasema anaota huyu. Kwa kwangu ilikuwa ni surprise. Alhamdulillah, namshukuru Mungu nimelipokea hili. Waswahili husema mtama ukimwagika kila ndege hula upande wake. Mimi ni Muislamu, nitakula upande wangu kwa kusema hili. Alhamdulillah, tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Pia ningependa pia hili kuliongezea chumvi, kuambia ma celebrities wakubwa, kwa kumaanisha mabondia, si mabondia na wasanii ambao wanatamani kuingia kwenye dini ya Uislamu, wachukulie mfano hai wa Richard Mtangi. Richard Mtangi ametoka katika dini ya Kikristo, si kwamba mwenyewe mapendekezo yake kama alivyozungumza, na bila kushawishiwa na mtu yoyote, isipokuwa tu vitendo vya Kiislamu vimemfanya yeye kuingia kwenye Uislamu. Hilo tunashukuru. Naam, licha ya kumuongoza kwenye boxing kama meneja wake, utafanya kitu gani ili asimamie dini yake? Jambo la msingi kubwa ambalo tangu awali nilikuwa nalifanya, sasa hivi nitalifanya kwa mwendelezo. Huwa napenda sana amshirikishe Mungu. La kwanza kumfanya kuwa na subra, kwa sababu huwa mimi nafsi yangu huwa naamini sana mambo mema au majambo majema huwa yanakwenda kutokana na subra ya mtu, na subra pekee huwa inapatikana kwa yule ambaye anayemwamini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika uongozi wangu kama manager wa Richard Mtangi nilikuwa nampitisha katika njia hizo, kwamba ili ufanikiwe ni lazima mtangulize Mungu first, na ili ufanikiwe ni lazima uamini kwamba Mungu anaweza kubadilisha matokeo kwa sekunde chache tu. Hicho ndio nilichokuwa mimi nafanya na nitaendelea kukifanya zaidi ya hapo. Sawa, kwa kumalizia, unampa ushauri gani bondia wako na mtu wa dini nyingine, kijana tuseme wa dini ya Kikristo ambaye anatamani kuingia kwenye dini ya Uislamu, ila kuna vizuizi hapo katikati, labda ndugu au watu wengine wanaomfanya yeye kuogopa kuingia katika dini ya Kiislamu? Dini ni imani na imani ni machaguzi. Tumechukulia for example, kuna watu wanaabudu ng'ombe, kuna watu wanaabudu jiwe. Ni dini yao wao wanaoiamini, lakini kwa mimi ni watoe hofu wale watu wote ambao wanaogopa au wanaingiwa na hofu. Dini ya Kiislamu ni shahada na matendo yake. Hakuna mikataba, hakuna kuita wanasheria, hakuna kwenda kuwaforce au kumforce mtu uingie. Ni kutamka shahada tu, kitendo kidogo tu kwa sababu ya imani yako. La pili ni yakini ndani ya nafsi yako, ile shahada unayoitamka huo unamaanisha. Uislamu umeishia hapo. Kwa hiyo mimi napenda kuwashawishi vijana ama celebrities wasichukue nafasi kubwa ya kuwa dhahiri likawa kubwa. Waamini katika nafsi zao kwamba hili linawezekana, pia wamwamini Mungu. Ndio mwenye kunyoosha maelezo yote hayo. Sina nafasi nyingine. Huku tunaambiwa la ikraha fi dini kad bayana rushd min al-ghayy wa man yakfuru bitaghut, na kuendelea kwamba hatuwalazimishi watu kuingia kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kwa spidi, kwa mabavu au kwa kitu chochote, isipokuwa tu kwa mapenzi yao katika nafsi zao. Kwa hiyo la kwanza, nafsi ikibadilika utaka dini ya Kiislamu, basi hakika Mungu atakuongoza na atakushika mkono, atakuvuta kwake. Ni hilo ninalowaambia. Tumeona kijana amefika, ameingia kwenye Uislamu na inaonyesha sisi Waislamu tuko vizuri. Ukiingia katika kuangalia kule, kuna khilafu za madhahibi na nini, mambo mengi. Kama kijana au kwa niaba ya vijana wote wa Kiislamu, una lipi la kuambia ili wasipate mfungo kubeba hizi mambo za kuwashughulisha katika vichwa na kusimamia katika imani zao sahihi? Karibu. La kwanza, dini ndio jambo la kwanza. Mtu anaposlimu hutizama kwanza ni dini. Alafu la pili, mafundisho. Upokeaji wa vitu vingi vya watu huwa wanasababisha kuwekana matabaka ama kugombana, kwamba huyu salafi, huyu sunni, huyu nini. Hayo hatuyaangalia. La kwanza kabisa, Mtume ametufundisha
mtu anapotaka kuslimu muweke katika kundi la dini. Mafunzo ya machaguzi kuwa ni Sunni, Ibadhi, hayo yatakuja mbeleni, lakini mimi kubwa zaidi ambacho naweza nikamshauri bondia wangu Richard Mtangi, afate dini kama Qur'ani inapotufundisha. Huo ndo mwongozo kamili, kwa sababu 99% watu huwa wanafata watu, hawafati dini. Tuache watu na matendo yao, tufate dini na matendo yake. Hayo ndo naweza nikakujibu. Asante sana. Hujajitambulisha jina na cheo chako? Mimi naitwa Nahid Majid, au wanapenda kuniita Dr. Nahid Majid, natokea pale Mafia Boxing Promotion. Pia ni meneja wa bondia Richard Mtangi, na pia ni mkurugenzi mkuu wa Duma Pro, ambao ndo management inayomsimamia Richard Mtangi kwenye boxing na baadhi ya mabondia. Nafikiri wasifu wangu huo utatosha. Asante sana. Mimi naomba